Natamani iwe hadithi, watu wajue nasimulia, maana ninayopitia kila siku ni kulia. Huduma naona vita, mke naye anisumbua, ila imani yangu ipo kwa Mungu, naamini mambo yatabadilika. Abigaili, mke wangu we, naamini utabadilika. Abigaili, mke wangu we, na mimi nitafarijika. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa, yote yatakwisha. Huduma yako itakuwa, wala hautalia tena. Songa mbele. I wish nijue mimi ni nani, nimetoka wapi, chimbuko langu lipi, ila sina majibu. Nimebaki na Mungu wangu tu, na yote yanaonisibu namwambiaga Mungu wangu tu. Abigaili, mke wangu we, amini utabadilika. Abigaili, mke wangu we. Asante. Hebu twende ndani. Nyanyuka twende ndani. Lakini mume wangu, ungemsikiliza kwanza, ni mama yako. Wakati mwanangu, sitakufa kwa amani kama usiponisikiliza. Nina mambo mawili tu baba, mawili tu ya kuongea na wewe. Kwanza nakuomba radhi, wewe na mkwe wangu Asante. Mimi sikujua chochote baba, sikujua chochote. Nilifumbwa tu na uongo wa dada yako. Mama, wewe ni mtu mbaya sana mama. Wewe ukunifukuza mimi kwenye nyumba ya baba yangu na ukampa nafasi ya Abigaili ambaye na yeye ana baba yake, ukampa utawala kwenye nyumba ya baba yangu mimi. Sio wewe mama. Ni mimi mwanangu, ni mimi wakati wangu, ni mimi mwanangu. Ndio maana nakuomba radhi baba, ndio maana nakuomba radhi. Asante mwanangu, mnisamehe sana mama, mnisamehe mimi, mnisamehe mimi, mnisamehe mwanangu. Mama, najua hujawahi kukosea. Mume wangu, mzazi akosei. Naomba umsikilize. Huenda neno lako mmoja likawa faraja kwake. Nakuomba msikilize. Kama uliweza kunisikiliza mimi, mke wako, huwezi kuacha kumsikiliza mama yako. Nakuomba. Basi mama, najua tayari nayo litapita. Na imani. Inuka mama. Wakati baba. Biblia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ile sura ya 28, mstari utaanza kusoma ule wa kwanza, na kwa faida yako unaweza ukaenda kusoma nyumbani ile sura yote. Mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. My Lord, my God, anasema kwa bidii kutunza na kufanya maagizo ni kuagizayo leo. Anasema ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Mstari wa pili anasema ndipo baraka hizi zote zitakuichilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako
kwa bidii. Haleluya, haleluya. Ukisoma kwenye Biblia ya Kiingereza anasema this blessing shall come and overtake you, my Lord, my God. Maana yake ni nini? Baraka hizi zitakuja kwako. Zikija kwako hazitabaki mahali ulipo. Zikija kwako hazitabaki uliposimama. Anasema zitakapokupata utaanza kuziona mbele. Maana zitakuwa zimekuovertake. Huduma yako utaiona mbele. Ndoa yako yenye migogoro utaiona mbele. Watesi wako utawaona mbele. Chochote kinachokuja kwako, hakuna kitu kitakudhuru, maana Bwana atakuwa yuko mbele yako. Haleluya, haleluya, haleluya. Ule mstari wa 7 anasema maneno ninayapenda mno. Anasema Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Naam, nao watakuijia kwa njia moja, lakini Bwana atawatawanya mbele zako kwa njia 7. Chochote kilicho kigumu kwako kimekuja kwa namna moja, Bwana anakwenda kukiondoa kwa njia 7. Unachotakiwa ni hiki: kuisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Bwana ameeleza maneno 3 magumu. Maneno 3 magumu ninayapenda kwenye Biblia yangu. Anasema jambo la kwanza ni kusikia, lakini sio kusikia tu, ni kusikia kwa bidii. Ni kusikia kwa bidii. Na Biblia inasema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Lakini tunaona kwenye Kumbukumbu la Torati anasema itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Jambo la pili anasema kutunza. Kila ulichokisikia ni lazima ukitunze. Bwana amenituma mchana wa leo nizungumze na wakazi wa maeneo haya. Hata ukiwa boda boda, ni lazima usikie sauti ya Bwana kwa bidii. Hata ukiwa unauza genge, ni lazima usikie sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Hata ukiwa unafanya chochote, Bwana anasema kusikia kwa bidii, kutunza. Na jambo la 3 anasema na kuyafanya maagizo ni kuagizayo leo. My Lord, my God, my God. Yako maagizo tumetumwa na Jehova, na mimi ninayo yangu. Yako maagizo Bwana ameniagiza. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Hivi na wewe unamuona mama Wakati? Huyu mama Wakati ni mtu mwema. Umeshasahau yote, si ndio? Mama, mimi na mke wangu tulikuwa na wakati mzuri sana leo. Sana. Umeharibu kila kitu mama. Mama, mimi naomba uende. Naomba uende mama. Wakati mwanangu, nisamehe sana baba. Nisamehe mwanangu. Nina wakati mgumu nyumbani. Nina matatizo baba. Nina matatizo yanakuhitaji wewe kama mwanaume uyasimamie mwanangu. Mwanangu, dadako ataniua mimi. Dadako ataniua mwanangu, nakuhitaji. Nakuhitaji baba. Nakuhitaji wakati wangu. Hey. Kwani Abigaili anafanya nini? Mwanangu, dadako amekuwa malaya. Dadako amekuwa malaya mwanangu. Abigaili imefikia hatua analeta wanaume mpaka nyumbani mwanangu. Mpaka nyumbani. Fumanizi haziishi baba, kila kukicha. Mwanangu, nyumba yangu imekuwa kama dangulo mimi. Nyumbani yangu imekuwa kama dangulo Wakati. Baba. Mama, lakini Abigaili sana mume wake anawezaje kuyafanya yote haya? Kweli. Lakini anamnyanyasa sana kijana wa watu. Kama unavyojua kijana wa watu ni mlinzi baba. Usiku anaenda kulinda. Abigaili analeta wanaume nyumbani. Mwanangu, huwezi kuamini. Jana dadako ameenda kulala kwa bosi wa mume wake. Kijana wa watu asubuhi anamuona dadako anatoka ndani kwa bosi wake. Nyumba anayoilinda mume wake. Wakati. Sasa mama, na mume wake anasema nini juu ya haya yote?
analia tu kijana wa watu. Anakufanya mwanangu, anakufanya. Kijana wa watu alivyo mzuri, ananiheshimu mimi, ananiheshimu, ananichukulia kama mama. Mwanangu, wewe ni baba wa familia. Wakati hebu tusahau yaliyopita, ndio usimamie familia. Mwanangu, dada kosa niua mimi kwa pressure, wakati ataniua mimi kwa pressure. Baba akianza kunitukana mimi, atanitukana mchana, ataniua mimi, ataniua baba, ataniua. Mimi na mke wangu. Pia mama, mimi nitafanya chochote unachokitaka kwa ajili ya kutimiza majukumu yangu mama. Asante mwanangu, asante wakati wangu, asante mwanangu, asante, asante baba, asante, asante mwanangu, asante, asante, asante wakati. Asante mwanangu. Basi baba, basi baba. Patrick, hii vita ulioianzisha na huu ugomvi uliouanzisha wa kunichukua mimi kunipeleka polisi kwa sababu ya yule mama mchafu muuza mboga yule, usifikiri vita itaisha hivi hivi. Maya, mimi siofi chochote. Wakati wote mimi nimekuwa nikisimamia misingi ya haki. Natumaini vita hii itaendelea kuwa ngumu sana kwa upande wako. Nafikiri unijui vizuri Patrick. Mimi naitwa Maya na sijasomea kushindwa hata siku moja. Wewe si jeuri, wewe si kiburi. Sasa mimi nitakufundisha. Alafu huyo babako ndio atanijua vizuri mimi ngozi yangu upande wa pili. Wala hakuna ninachohofia Maya. Labda tu nikwambie ukweli. Mimi sio kijana dhaifu kama ambavyo wewe unafikiria. Nimeishapigana vita nyingi kubwa na nimeshinda. Ninachokuomba, usimuingize baba yangu katika jambo hili, kwa sababu na mimi sintamshirikisha juu ya chochote. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu mimi mwenyewe nakuweza Maya. Kipanga. Nataka huyu kijana Patrick auawe leo hii. Leo hii. Na mfanye kazi yenu kwa umakini. Msibakishe ushahidi. Poa. Poa. Patrick, umenilazimisha wewe mwenyewe kuyafanya haya yote. Haikuwa dhamira yangu mimi. Lakini sasa sina namna. Buriani Patrick. Nayo ni kukwambia ya kwamba ni lazima uisikie sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Likone mesekete yendele mosha kata. Lazima usikie. Kusikia kwa bidii. Mungu wetu ni halisi, na ndio maana mchana wa leo amenituma niseme na wewe, nije nisungumze na wewe ya kwamba unachotakiwa kufanya ni kuisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Sikia nikwambie, mtu wa Mungu, nataka ulijue jambo hili. Mstari wa 7 amesema adui zako watainuka. Maana yake ni nini? Adui huwa haji kwenye maisha ya mtu
ambaye hajafanikiwa. Adui hana muda na wewe. Wewe ni kama makapi. Adui anaibuka kwa watu waliofanikiwa. Biblia yangu inasema, ukisikia sauti ya Bwana kwa bidii, ukitunza na kufanya, anasema baraka hizi zote zitakujilia na kukupata. Anasema utabarikiwa uingiapo na utokapo. Anasema utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, litabarikiwa na kapu la chombo cha kukandia unga kule nyumbani. Ndiposa adui zako wataibuka kwenye maisha yako. Naomba muite yule kijana. Yanyosheni mapito yake, maana Bwana riko neme seketeremo yanta. Hey kijana, unahitajika pale kwenye gari. Nyinyi vijana, twende kwenye gari. Ina maana ninyi hamumwogopi Mungu? Mngeniacha basi kwanza nifunge ibada. Si hatunaga hayo mambo. Utafungia ibada kwenye gari. Na nini? Twende huko. Naitwa Prophetess Rebecca. Oh. Na mimi ni mtumishi mdogo wa Mungu, ninatumika kwenye maeneo haya Mungu ameniita. Jina langu naitwa Joseph Ndunguru. Shalom, shalom prophetess. Biblia katika Yohana 15 mstari ule wa 7 unasema hivi: ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote mtakalolitaka mtatendewa. Prophetess Rebecca, mimi niko katika mchakato, na kwa kuwa tabia ya Mungu ni uaminifu, mimi ninajua saa ipo nayo inakuja ambayo Bwana ataniinua ili niketi pamoja na wakuu. Mungu akubariki sana prophetess. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Basi, afadhali nimekuona, kuna jambo nataka tuongee kidogo. Sio sasa Pamela, tukutane baadaye. Ni muhimu sana Patrick, na linahusu maisha yako pia. Kuna nini? Najua kila kitu kuhusu mahusiano yako na Janet. Unaongelea nini Pamela? Patrick, achana na Janet. Hakufai hata kidogo. Na hili linaweza ikaleta uhasama katika familia zetu. Na hii nimemsikia mama yake Janet akimuongelea mama yetu, na sio kwa uzuri. Na hii inaonesha ni kwamba mama Janet na mama yetu ni ndugu wa damu, na kuna kisasi ndani yao. Inaonesha mama kuna kitu alimfanyia mama Janet. Mimi sijui chochote Pamela. Hakuna ninachojua. Na hata huyo Janet unayemsema wewe wala mama yake, mimi siwajui. Halafu jambo hili anayepaswa kuambiwa ni mama yako na sio mimi. Mbona unasema mama yangu na sio mama yetu? Mimi sina mama Pamela. Na niliyewahi kumwamini kama mama amenitosa baharini bila kujua kama naweza kuyakata maji au la. Maya ni mama yako wewe na sio mama yangu mimi. Mom! Joseph Ndunguru, mimi nikitaka uondoke utaondoka. Unajua, nataka nikuambie ukweli, nachukizwa sana na wahubiri design zenu. I mean, ni wale wahubiri ambao wanawaambia watu Mungu ana kila kitu. Oh yes, Mungu ana kila kitu. Lakini nyinyi, mbona hamna hicho kitu? Huoni kuwa unalitukanisha jina la Mungu? Alafu mnawaaminisha mataifa waone Mungu wetu ni wa uongo. Maana Biblia inasema fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. Sasa najiuliza, wewe unamtumikia Mungu, kwa nini Mungu wako hakupi majibu? Prophetess Rebecca, Biblia katika kitabu cha Mithali sura 22 inasema, heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi, na neema kuliko fedha na dhahabu. My Lord, my God. Lakini ukisoma katika kitabu kile cha Mhubiri,
Mungu wangu asante. Anasema kwa kila jambo. Anasema kwa kila jambo. Kwa kila jambo. Jambo ni jambo, my Lord, my God. Anasema kwa kila jambo kuna wakati na majira yake. Kila kinachotokea ni Mungu ameruhusu. Hakuna jambo linaloweza kutokea nje ya mpango wa Mungu, nje ya wakati. Kwa hiyo mimi wala simlaumu Mungu, wala sinunguniki kwa ajili ya wakati huu, wala sina hofu kabisa, bali ninaucheka wakati ule ujao, maana ninajua Mungu niliyemchagua atanifanikisha mimi kama alivyokufanikisha wewe leo. Huu ndio mpango wa Mungu, Prophetess Rebecca. Mungu akubariki tena. Ngoja nikwambie jambo. Joseph Ndunguru, wewe una njaa. Unaitumia dini ili uweze kuishi. Sasa mimi nitakupatia pesa, ila acha kumtukanisha Mungu kwenye mitaa. Ukiwa una shida yoyote ya chakula, nipigie au nitafute. Mimi nitakupatia pesa. Mungu hawezi kumtupa mtumishi wake. Hawezi kumlilia na simjibu akambadilisha kutoka hali ya umaskini na kuja kwenye hali ya kifedha. Joseph Ndunguru. Joseph Ndunguru, wewe unamtumikia Mungu. Huyu Mungu unayemtumikia ukipiga magoti na kulia, kwa nini aleti majibu chanya kwenye maisha yako? Kweli Mungu wako unayempigia magoti anaweza akakuzalilisha kiasi hicho? Mungu ninayemjua mimi hawezi kumtupa mtu wake. Mjinga wewe. Hey, just open the car. Shika pesa hizo ukafute njia yako. Kamata masikini wewe. Abigaili, nafikiri umeona jinsi gani nimeshindwa kuvumilia. Nimeshindwa kuvumilia kuishi mwenyewe. Nimeshindwa Abigaili kuvumilia kukuona unaondoka unaenda zako. Abigaili, naomba ujue nakupenda. Nakupenda mpenzi wangu. Najua, lakini tatizo lako wewe hauna msimamo kwenye mapenzi hata siku moja. Jamani, kwenye upande gani Abigaili? Abigaili, wewe ndio mwanamke ninayekutegemea. Wewe ndiye mwanamke ambaye mimi nimepewa na Mungu. Wewe ndio mwanamke ambaye umeweza kuwasha moto wa mapenzi ndani yangu, ukaenda ukanishika katika vizizi vinavyoshika moyo wangu, katika sakafu ya moyo pale umekaa wewe. Shetani amekuja Abigaili na mipango mkakati ya kutaka kutuvuruga. Ameshindwa. Mwisho wa siku moto unaowaka ndani yangu ni moto wa mapenzi yako Abigaili. Acha uongo. Unajua Mwalimu Zawadi, mimi ni mwanamke wa juu sana. Yaani huwezi kunifananisha mimi na Robina Korongo. Eti na share naye. Na istoshe unajua kabisa Robina Korongo baba yake ni mchawi. Hakuna. Hivi asingekuwepo yule zoba wangu yule, unafikiri mimi ungeniona katika hali hii? Nilikuwa sioni maisha yangu yote kwa sababu yako wewe. Jehova. Abigaili, hayo nakajua. Natamani iwe hadithi, watu wajue nasimulia maana ninayopitia kila siku ni kulia. Huduma naona vita, mke naye anisumbua, ila imani yangu ipo kwa Mungu, naamini mambo yatabadilika. Abigaili, mke wangu we,
amini utabadilika. Abigaili, mke wangu we, na mimi nitafarijika. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa, yote yatakwisha. Huduma yako itakuwa, wala hautalia tena. Songa mbele. I wish nijue mimi ni nani, nimetoka wapi, chimbuko langu lipi, ila sina majibu. Nimebaki na Mungu wangu tu, na yote yanaonisi